kwa nguvu zote. Sisi tunafurahi pia kuwaona hapa. Hakuna sura ngeni hapa kwa sisi ambao tulikuwepo kule, tumekutana nao wote kabisa. Mimi nafikiri itifaki imezingatiwa kwa sababu pia tukianza na mkubwa na mimi utatuambia pia na huko chini tunaendaje. Karibu sana, tukufahamu kwa majina kwa faida pia ya msikilizaji. Kwa majina naitwa Donasian Makoi, ndio mkuu wa hifadhi ya Mpanga Kipengere. Okay. Msikilizaji, kama ulivyosikia, ukimsikia basi ujue huyu ndio mkuu wa hifadhi ya Mpanga Kipengere pale. Sasa kwa wale wa ndugu zangu wa kule, basi leo tupo na bosi. Kule kabaki nani? Kule kabaki afisa utalii, anapokea utalii. Okay. Sawa, tuanzie hapo. Mtu akisikia kwanza sisi tumetambulisha tu kawaida. Inawezekana pia haiko hivyo. Kwa tumesema TAWA. TAWA ni ina upana wake. Ndio. TAWA alafu unakuja Mpanga Kipengere. Tuanzie kwanza kwenye neno TAWA lenyewe. Asante, kwanza pia ni wapongeze Dream FM kutukaribisha leo TAWA Mpanga Kipengere studio. Sisi tuliwakaribisha kutalii na sisi leo tumekuja studio kuongea na umma kwamba kule Mpanga Kipengere kuna utamu gani kama utaenda kutalii. Yes. Kwa ufupi, TAWA ni moja ya taasisi zilizo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii ambazo zinasimamia maeneo ya hifadhi. Ziko taasisi 4 ikiwepo TANAPA, Ngorongoro, TFS na sisi TAWA. TAWA ni mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania, ambapo inasimamia maeneo mbalimbali ya hifadhi ambazo ziko nchi nzima, kwa maana ya zenye maeneo ya wanyamapori. Ikiwepo mojawapo ni hii hifadhi ya Mpanga Kipengere, ambapo hifadhi hii ipo kwenye mkoa wetu wa Mbeya, lakini pia na mkoa wa Njombe. Sasa kwa nini mtu aende kutalii Mpanga Kipengere? Kwanza kwenye utalii tunaangalia vitu vya msingi. Cha kwanza ni ufikikaji, accessibility, lakini na unique attraction, vile vivutio vya kipekee ambavyo mtu anaweza kuwa anaenda kuvipata kwenye hiyo destination ama hiyo site, lakini pia na tunasema unafuu, friendly cost ambazo ziko kwenye hilo eneo kwa ajili ya kwenda kutalii. Sasa hivi vyote ukivizingatia kwa Mpanga Kipengere vipo kwa kiwango ambacho kinastahili. Na kwa lugha nyingine pia tunaweza tukasema kwa nyanda za juu kusini, hifadhi ya Mpanga Kipengere pengine ndio kitovu cha utalii kwenye ukiangalia kwenye hizi hifadhi, kwa sababu ni kama imekaa katikati ya vivutio vingi vinavyopatikana nyanda za juu kusini. Vile vivutio vya kiasili kwa maana cultural tourism, vivutio vya nature kama kilivyo cha Mpanga Kipengere kwa maana hizi hifadhi nyingine ambazo ziko jirani ya ile eneo. Lakini kwa maana ya accessibility, ili eneo ndo inapita lango la utalii la kuingia ndani ya hifadhi ya Mpanga Kipengere kwa maana ya kijiji cha Kimani. Ni wastani kutoka pale barabara ya lami Tanzam Highway. Ni wastani wa mita kama 700 kutoka barabarani mpaka lango la utalii. Sio kawaida kwenye maeneo ya hifadhi. Yaani eneo la hifadhi kutoka barabara ya lami hadi ufike gate unakuta watu wanatembea kilomita za kutosha. Ni kilomita 100, 300, lakini si ni mita 700 tunakuwa umeshafikia lango la utalii. Lakini vivutio pia unavifikia kwa urahisi kwa sababu pia barabara ndani ya hifadhi TAWA ameimarisha vizuri sana miundombinu ya barabara hifadhi. Lakini pia barabara ya Mpanga Kipengere inapita kwenye mwamba. Ile eneo la tawaliwa sana na mwamba kwa maana eneo la hifadhi. Kwa hiyo barabara inapitika muda wote kwa gari za aina mbalimbali. Iwe ni masika au kiangazi au masika kama sasa hivi. Bado watalii hata jana, leo pia kuna watalii wanaingia huko bila changamoto yoyote. Lakini vivutio vyake kama nilivyosema pia kingine ni unique destination kwa maana zile attraction ambazo unakuwa nazo. Ukiangalia vivutio vya kaskazini kuna uniqueness yake, kwa kuna migration, kuna bonde na mlima kama Kilimanjaro. Ni waterfalls kwa maana utalii wa maporomoko ya maji. Na actually ni moja ya utalii ambayo tunaona kwa kasi yake kidunia. Baada ya sisi kuleta kwa nguvu, unaendelea kushika kasi na unaamsha hisia za watalii wengi kuja kuzitembelea. Kwa nini? Ni kwa sababu ni kivutio ambacho kinamsababisha mtalii awe tunasema awe engaged, awe attached na kivutio. Tofauti na hivi vivutio vingine vya wanyamapori ambako unakuwa distant kutoka kwenye attraction, kwamba kivutio kama mimi na wewe mtangazaji huwezi ukifikia moja kwa moja na kiona tu kwamba, lakini vivutio vya Mpanga Kipengere kuja unajiattach nayo, unaogelea, unafanya water massage pale, unafanya water slide. Ni experience ama ni taste ambayo ni ya kipekee kwa nyanda za juu kusini, lakini kwa Tanzania, na hichi ni kivutio ambacho pengine tunavyoendelea haya mashirikiano ambayo tunaanza leo na Dream FM tunaamini itaenda kuleta chachu ya ajabu, kwa sababu ni attraction ambayo si ya kawaida kuipata kwenye haya maeneo mengine. Lakini pia vile vile la mwisho ni bei au gharama za kufika kwenye ile eneo ni rafiki, na pia wadau tunaanza kuona ni wengi kama ambavyo alivyo kampuni ya UPL. Tunaendelea kushirikiana nao na wadau wengine kwa maana ya kuhakikisha
lile eneo. Wewe ukiwa kama Mtanzania, uwe Tukuyu, uwe Mbarali, uwe Mbeya mjini, uwe Songwe, uwe Chunya, unaweza ukafika bila changamoto yoyote. Sawa, umetaja pia vivutio vya kipekee pale Mpanga Kipengere, na kuna vya ziada vingine ambavyo pengine vinaweza vikawa vinapatikana pale Mpanga Kipengere. Mtu akisikia kwamba waterfalls kwa maana maporomoko, nimesema kwa maana ya ukubwa, kivutio kikuu cha hifadhi ni waterfalls. Lakini pia tuna vivutio vingine. Kwa ujumla pale tuna vivutio vya msingi vya aina nne. Kuna vivutio vya kihistoria, kwa maana pale tuna ngome ya Chifu Mkwawa. Kwa sababu kwa kipindi miaka ya nyuma lile eneo pia Chifu Mkwawa na Merere waliwahi kuwa na ngome zao za kivita, kwa maana ngome za maficho kipindi cha vita za Kijerumani au zile vita za kikabila, kwa maana ya kugombea himaya. Kule ndani ya hifadhi kuna maeneo ya utalii wa kihistoria, lakini pia tuna utalii wa maua, kwa maana ya ukanda wa hifadhi, ukanda wa juu wa hifadhi kule kunaweza kusema kuna bustani ya dunia. Kwenye bustani ya dunia ukienda kule ni uwanda ambao hauna miti, ni nyasi kama lupaso zile ziunganishwa kama lupaso 500 unakuwa unaziona peke yake. Ukienda kule unakuta ni hizi nyasi ambazo unakuta kuna maua species zaidi ya 400. Kuna sana unakuta maua yana rangi mbalimbali, na kila mwezi unakuta yanakuwa yana rangi zake, unakuta mekundu, blue, njano, meupe, yanakuwa yanavutia sana kwenye hii zone. Lakini hii zone kitu kingine ukiachana na maua, pia ni zone yenye hali ya hewa ambayo sio ya kuelezeka mpaka ufike kwenda kuishuhudia. Lakini pia tunasema scenery tourism, ule utalii wa kimandhari. Pale ndio nyumbani. Pale kwa kweli ukienda kama una msongo wote wa mawazo, macho yako pale atakachokiona yatasema kweli Tanzania tumebarikiwa. Nyanda za juu kusini ni majabali tunaposema kwenye suala la utalii. Tuna kila kitu ambacho mtu angependa ule mtoko wake wa weekend, au kama mambo yako vizuri holidays, pale ni eneo uzuri sana. Sababu ya hivyo vitu ambavyo viko na kikubwa kama nilivyosema, accessibility ya kufikia hivi vitu ni nzuri, lakini pia zile huduma nyingine, tourism amenities, kwa maana ya malazi, vyakula na nini, viko kwa standard ambayo kila mtu ambaye anaitaka, kwa standard yako unayotaka ukija utaipata. Okay. Sawa, huyu ni mhifadhi mkuu wa hifadhi ya Mpanga Kipengere. Watanzania wanatamani kukufahamu pia. Kwa majina naitwa Utete Musa, ni askari mhifadhi kutoka Mpanga Kipengere. Okay. Sawa. Karibu sana, na nimezungumza na mhifadhi pia kufahamu hifadhi ina vitu gani mle ndani na vitu vingine kama hivyo. Nataka kwako nifahamu pia katika harakati zile za kuwapitisha wale watalii mle ndani, pengine mtu anayesikiliza hivi sasa hajafika pale Mpanga Kipengere, mnatumia njia zipi hasa? Kuna aina gani za njia za kuwapitisha watu mle? Kwa sababu tunafahamu unapoenda kwenye utalii huko, mtu mwingine anajua mimi natamani katalii labda kwa kutembea, mwingine natamani sijui nipande gari, kwa vitu vingine kama hivi. Sawa. Kwa mtalii kufika hifadhi ya Mpanga Kipengere, unafika kutumia gari, lakini ukishatoka pale getini, kwa maana kwa kufikia hivyo vivutio vinavyopatikana ndani ya hifadhi, unaweza kufanya walking, kwa matembezi ya miguu. Kwa hiyo katika kutembea kwa miguu, kwa hiyo kuna vivutio utaviona ukiwa ndani ya hifadhi. Utakutana na matunda poli, maana kuhusu sisi wakule watu tunajua saula za malapoli. Na pia ukiwa unafanya walking hiyo matembezi ya miguu, utakutana na mmea unaitwa kamrudishe. Mmea kamrudishe unapatikana hifadhi ya Mpanga Kipengere peke yake. Ni mahususi kwa unarudisha mahusiano, au kwa yale tuseme mahusiano ambayo yanakuwa yameyumba. Kwa hiyo kuna mtu anaweza kuwa amekuacha lakini bado unampenda. Kwa ukifika ndani ya hifadhi ya Mpanga Kipengere, utaelezewa na utaonyeshwa jinsi ya kufanya, na unaweza kumrudisha mwenzi wako. Kwa hiyo naenda peke yangu, afu nikifika pale nikitembea, nikifika nikiona huo mti, anarudi nyumbani. Anarudi nyumbani. Na watu wamekuja wamefanya na wametoa ushuhuda huo. Bwana, hivi ni vitu ambavyo vinapatikana Mpanga Kipengere, sio unasubiri nini kwenda kuvishuhudia. Na leo rasmi kabisa Dream Media tunaingia ushirikiano na taasisi hizi mbili. Kwa hiyo tumekwambia mwanzoni pale taasisi 3 zinaungana hivi sasa. Mtu wa UPS Safari kama nilivyosema Isau hapa, baadaye atakuja kutuambia pia mgawanyiko wake uliomo ndani. Baadhi najua nitakutana na wanyama, mnasema mimi nitembee kwa mguu, unanihakikishaje usalama wangu pengine? Uzuri na upekee wa hifadhi ya Mpanga Kipengere, hatuna wanyama wakali.
Okay. Kwa hiyo hamna changamoto kama mtalii anaweza kufika akapata madhara kutokana na wanyama wakali kama simba, chui, kwetu ni hamna. Kwa hiyo ategemea kukutana na wanyama wapi hasa? Digidigi wanapatikana. Wanyama wanapatikana ni jamii ya swala. Kuna tandala, kuna jamii ya primate kwa maana ya nyani, tumbili wanapatikana ndani ya hifadhi. Yes. Na hao pia ni sehemu ya watu kuja kuona hivi. Yeah, ukija utapata bahati ya kufanikiwa kuwaona wanyama. Aina za maporomoko ya maji, types aina ziko kama aina 14 duniani. Lakini hizo aina 14 kwa pale Mpanga Kipengere aina moja tu ndio haipatikani. Sababu kuna maporomoko ya maji ya zile nchi zenye kufreeze, kuganda. Kuna maporomoko ya maji yanavyotokea ni kama barafu inavyo melt, at certain stages inaganda kwenye cliff, kwa inabaki kama muonekano wa waterfalls. Lakini hizi nyingine zote kwa maana ya kuna waterfalls zenye mkia kama wafarasi, nyingine zenye zinavyokuwa zinadondoka zinaonekana kama pepeo au chanuo, nyingine zinapodondoka zinatoka kwenye pressure kubwa ya mwamba, au nyingine zinadondoka kwenye mfumo wa ngazi cascade waterfalls, au nyingine zinadondoka kwenye horizontal kind of fall. Zote hizi ni aina za waterfalls ambazo kwa Mpanga Kipengere ukija unazipata. Na timu yetu ya vijana wa guides wanaendelea na exploration kwa maana ya ugunduzi wa more another waterfalls ili tuhakikishe mgeni ukija au ile kauli tunasema sisi ni land of waterfalls, kwa maana ya Mpanga Kipengere inakuwa ni kweli. Na hivi majuzi kwenye nafikiri tarehe 7 tumeweza tena kugundua waterfalls kama 9 ndio zikafika 50. Na moja ya waterfalls tumeipa jina la mamlaka yetu ya Tawa kwa sababu ni bonge ya waterfalls. Yaani ukija pale ni waterfalls kubwa sana. Kwa maana hiyo mhifadhi ndio kuniambia lile eneo la Mpanga Kipengere bado linaendelea kugunduliwa vitu vingine. Hata tunavyoongea na sasa hivi timu iko uandani endelea. Lina ukubwa gani lile eneo? Lina ukubwa wa kilomita za mraba 1300. Okay. Katika wilaya ya Makete, Wanging'ombe na Mbarali. Na kwa hapo kuna mikoa miwili. Na mikoa miwili wilaya 3. Okay, sawa. Imeanza lini hifadhi ya Mpanga? Hifadhi ya Mpanga Kipengere ilianza mwaka 2002, lakini before kuanza kwa hifadhi ya Mpanga Kipengere ilikuwa toka enzi za ukoloni. Lile eneo lilikuwepo kwa maana lilikuwa limehifadhiwa kama forest reserve, misitu ya akiba ile ambako ilikuwa ikiwa kwenye hizo mamlaka. Usimamizi ulionekana kidogo ni hafifu, na pia ilipelekea mfano miaka ya 90 mwishoni kulikuwa na ukame mkubwa sana ukanda huu wa nyanda za juu kusini. Wakati huo ulikuwa ni mkoa wa Iringa kwa sababu mkoa wa Njombe ulikuja nyuma yake kidogo. Kwa hiyo ile mkoa wa Iringa na mkoa wa huku wakaona kuna haja ya kulipa hadhi ya ziada lile eneo kwa maana kuiongezea ulinzi. Ndio hapo ikapanda hadhi kuwa hifadhi ya Mpanga Kipengere. Lakini toka miaka 1950 ilikuwa ni msitu wa hifadhi, tunaita forest reserve. Kuna msitu ya Ndukunduku, Kipengere forest zilikuwa wakati huo. Lakini serikali kwa nini ilianzisha ile eneo? Lengo kubwa ile ya kuanzisha hifadhi ya Mpanga Kipengere ilikuwa ni uhifadhi wa vyanzo vya maji. Lile eneo lina water source nyingi sana. Lina vyanzo, lina mito isiyokauka kwa mwaka mzima mikubwa kabisa mitano. Hata ukiwa unapita njia unatoka Mbeya unaenda Iringa au Makambako, kuna mito hapa ukishatoka Chimala kwa mbele. Kuna kama mito mitatu mpaka pale Igawa, ule mto wa Igawa pale. Ule nao unatokea ndani ya Mpanga Kipengere. Kuna hapa Chimala ukishatoka tu Chimala, lakini pale Kimani. Kwa kuna mito mingi mikubwa hapo inatokea ndani ya hifadhi ambayo yote inaenda kulisha lile bonde la Usangu. Kwa hiyo pia wilaya ya Mbarali sisi kama wanampanga au Tawa tunashikilia uchumi wao kwa kiasi kikubwa kwa sababu ule mpunga unaolimwa pale bila kuhifadhi. Nafikiri ndio lengo la serikali waliona mbele. Sababu tunashukuru pia viongozi wetu toka mwanzo ni watu wanafocus vizuri. Kwa hiyo waliona lile eneo bila kulihifadhi vizuri tusingeweza kufikia hapo mbele. Sawa, tunategemea sasa kuona kutoka miaka 2000 mwanzoni huko mpaka sasa hivi baada ya huu ushirikiano tena tuamini Mpanga Kipengere itakwenda mbali sana. Kwa hata wa Tanzania naamini watafahamu sana. Tunakwenda pamoja. Huko Tawa, huko UP Safari, lakini hapa Dream kwa sababu ya promotion hiki. Gabriel, pengine kwanza kabisa uliposikia ushirikiano kipi hasa kimekuja kishoni mwako? Of course kwa kampuni kama UP Safaris maboresho makubwa yamefanyika kupitia ushirikiano huu. Na sisi tuliona kupitia hizi source tatu ambazo au mbili tulizonazo. Kwa hiyo ukuaji wa kampuni kama UP Safaris tutaongeza vitu vingi sana. Kwa hata hivyo unajikuta kwamba kama kampuni inakuwa na wafanyakazi wengi, kwa hiyo ajira zitaongezeka, shughuli za kufanya zitaongezeka, na utalii ambao tuna emphasize kwa kusini sasa hivi
kelele nyingi ziko huku kuweza kupromote na kupunguza idadi ya watalii walioko kaskazini waliokwisha wahi kutembelea labda wakaja kutembelea maeneo haya ambayo hayajaguswa bado. Kwa hiyo sisi wanapokuja kutembelea wanatukuta UPL tupo na tunaweza tukahudumia vizuri pasavyo. Kwa hiyo moja kwa moja tunakuwa tumeisaidia nchi kuongeza pato la taifa. Kwa hiyo kwa kutumia fursa hiyo kubwa tutakuwa tumechannel vitu vingi sana kwa kupitia media kama ya Dream FM kusukuma gurudumu hili la utalii nyanda za juu kusini na TAWA pia. Haya bwana, kwa hiyo ambao ulikuwa uifahamu UPL Safaris kupitia uhusiano huu na ushirikiano huu karibu, naamini sasa utakuwa unaendelea kufahamu mengi zaidi kutokea hapa. Mkurugenzi hapa Gabriel na wengine pia utakuwa unaendelea pia kuwasikia pale ambapo unahitajika, basi utawasikia hapo. Kipi hasa kimekurahisishia wewe kwenye shughuli yako? Niseme miundombinu pia imeboreshwa. Kwa hiyo kwa kusema kwa kuboresha miundombinu ndani ya hifadhi kwa maana barabara imeturahisishia sisi pia kufikia baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa viko mbali kidogo. Kwa hiyo imetupa urahisi wa watalii kwa maana kufika maeneo hayo na kufurahia. Mimi ni kuahidi tu Dream FM bana, tutapiga kelele sana. Uzuri mhifadhi uko hapa. Tutapiga kelele sana kama kuna vitu vijakamilika mle ndani. Vikamilike ili kwenda kuhakikisha kwamba watalii wanakuja. Sisi shughuli yetu ni moja tu hapa. Sisi tuahidi tu kwamba watalii kutokea nyanda za juu kusini Tanzania kwa ujumla, lakini pia wale wa nje, Gabi anafahamu hapa kutokea nje huko, sisi tunaamini kupitia Dream Media hapa watafika tu. Esau, hii ni mikoa ya Njombe na Mbeya. Kwa hiyo karibu sana Mpanga Kipengele. Gabriel, tumezungumza mengi kwa ujumla, lakini pia tumezungumza uhusiano ama ushirikiano ambao unakwenda umeanzishwa leo rasmi kabisa. Sasa kuna mtu Esau hapa ni kama ametangulia mbele ya muda. Akasema alienda akashuhudia pia akapata vitu baadhi kule ka enjoy yale mazingira alivyokuwa. Mpanga Kipengele, mtalii akifika nini hasa nakipata zaidi? Mimi nataka pengine nikatalii pale nikae zangu hata siku 2 au siwezi kukaa siku 2 kule. Maana zaidi ya siku polini. Of course kwanza kabisa Watanzania wanatakiwa waelewe kwamba Mpanga Kipengele ni funny destination. Ni funny destination. Kwamba ni destination ambayo ina activity nyingi sana. Sasa kwa nini UPL tuko pale? Sasa sisi na TAWA tuliweza kuingilia makubaliano ya kuweza kutoa huduma bora mtalii anapokuwa yuko ndani pale. Kwa hiyo tuna eneo ambalo tumepewa na TAWA kuweza kuwekeza kwa upande wa malazi na huduma nyingine zilizopo. Kwa hiyo tuna campsite mule ndani ambayo iko katika mazingira mazuri sana na vile vile tuna cottage ambazo tunaziendesha pale, zote ziko humo ndani ya Mpanga Kipengele. Sasa hii inamwezesha mtalii kupata mapumziko yake kwa yule mtalii anayetaka kulala. Na vile vile na yule mtalii ambaye anataka kuja na kutoka pia anaenda kupumzika mchana. Anapumzika mchana, anapata chakula pale ndani. Kwa hiyo kuna mandhari nzuri, aidha anataka kupata chakula akiwa amekaa kwenye sehemu ya baridi au anataka kupata chakula akiwa amekaa kwenye sehemu ya joto. Unachagua. Kwa hiyo hayo ni maeneo ambayo tumeyagawanya ndani ya Mpanga Kipengele. Tuna Ikovo ambazo ni kilomita 15 tu. Kilomita 15 kutokea Kimani Waterfall. Na vile vile kutokea Getini ni kilomita 2 tu unapata cottage pale unakutana na Getini pale ni kilomita 2 tu. Unapata maeneo mazuri sana ya kupumzika ambayo kuna lounge iko pale. Kwa hiyo hata wageni wale wanaotoka na kuingia wanaweza kupita wakaja lounge kule. Kule lounge ni kila kitu ambacho unahitaji utapata. Vinywaji, vyakula, breakfast. Niliambiwa siku moja na shefu kuna breakfast inaitwa njia panda. Hiyo watu ndio sisi. Kwa hiyo ile njia panda ile unakula mpaka unasema hivi nitaondoka au nitabaki. Njia panda hapa au vipi? Sasa usijiulize mara mbili wana njia panda iko vipi? Fika pale Mpanga Kipengele. Kwa hiyo hizo ni pande wa malazi. Pia sasa ili mtalii aweze kubaki, aweze kutulia Mpanga mule ndani, kuna activity nyingi ambazo UPL Safari imeweza kushirikiana na TAWA kuziweza kuziboresha na kuziongezea thamani. Kwa hiyo mgeni anafika kule akiacha tu maporomoko yaliyopo, lakini kuna activity nyingine ambazo anaweza kufanya, shughuli nyingine anaweza kufanya, iwe asubuhi, iwe mchana, iwe usiku.
Okay. Kwa hiyo zamani ilikuwa tu mgeni akija akienjoy tu waterfall akatoka. Lakini sasa tunabidi tumboreshe kuanzia asubuhi breakfast. Anapata ndani ya poli, yani polini kwenye miti. Yani hiyo restaurant ni ndani ya poli. Haijajengwa, yani ni miti tu. Ipo ya asili lakini unakalishwa na safi kabisa. Anaweza kujikuta akapata breakfast hapa, lunch akapata sehemu nyingine tofauti. Kwa hiyo tunahama tunasema kwa lugha nyepesi. Lakini mtalii tuseme amelala pale. Akiamka asubuhi nini anafanya? Utaenda kwenye maji? Asubuhi hapana. Unaamka asubuhi, tunakupeleka alfajiri mapema, kuna eneo maalum nzuri, ndege wengi wanapatikana. Zile kelele tu za ndege na aina za ndege zilizoko pale, tukikusimulia na ukiona hata tukikuonesha kwamba jinsi ndege anaweza kasogea karibu na wewe, tunaweza tukakufanyia hivyo. Kuna vifaa maalum vya kushughulika, ukipiga sauti call au singing wanakuja. Kwa hiyo hizi ni vitu ambavyo unaweza ukavifanya asubuhi. Hata mtu na familia, watoto wanakuja asubuhi, mnafanya walking ya kilomita 1 tu ambayo ni nzuri kwa ajili ya bird watching. Mchana unapata chakula cha mchana, lunch kwenye sehemu ndani ya poli. Vile vile usiku tuna activity nyingi tu, tuna bonfire, tuna maporomoko ambayo ni night unakuta kwenye sehemu ya maporomoko kupigwa mataa mazuri, unapata dina. Yes, iko sehemu nzuri sana hiyo. Vile vile lile eneo limebarikiwa. Nafikiri Mungu alikuwa na sababu yake. Ana sababu maalum pale. Kwa sababu wenzetu wa Malawi kuna tukio moja kila mwezi wa 9 wanalifanya. Wanaita ni star, wanaangalia tu nyota zilizopo. Yaani kila mwezi wa 9, wa 8 wa 9 ni star tu. Kwa hiyo wanaita Lake of Stars. Sasa sisi kwetu lile eneo limezungukwa na milima ya kipengele. Kwa hiyo ile mzunguko, lile eneo limebarikiwa muda wote, siku yoyote, kuanzia even hata leo. Ukienda pale ukilala usiku ukiangalia juu unakuta nyota zile. Nyingi. Ile eneo lina hiyo kitu. Sasa jinsi ya kujifunza kuhusiana na zile nyota, tuna wataalamu kutoka UPL wako pale. Usiku mkikaa mnaona dalili zote. Wanasema kila nyota iliyopo pale inawakilisha binadamu aliyeko ndani ya dunia. Bwana, mambo ni mazuri sana kutokea Mpanga Kipengere, si ndivyo? Sawa, Gabriel, tunaamini kwa muda huu wa mwanzo kabisa tunaweza tukazungumza hata masaa 3, lakini kikubwa hapa ushirikiano ndio huu umeanza. Naamini kuanzia hapa mengi yatasikika hapa Dream FM na Dream Media kwa ujumla, lakini kwa mtalii basi atapata nafasi ya kuja kujifunza moja kwa moja Mpanga Kipengere. Lakini kwa yule ambaye anataka kufahamu zaidi kuhusiana na UPL Safari, anaweza kaanzia Mbeya hapa, akawapata na mwisho wa siku akajifunza kutoka kwenu pale, hata hapo mkamchukua na kumpeleka. Uzuri sasa hivi Mbeya kimataifa pia tumo, tuna uwanja wa ndege kwa wale wa kimataifa pia wanafika Mbeya na kuwapata pia. Tumalize na eneo la upatikanaji wenu nyinyi kama UPL Safari, baada tutamaliza na Mpanga Kipengere. Sisi kwa Mbeya tunapatikana hapa Uzunguni. Ni Uzunguni karibu na hoteli ya Hillview au kule nyuma. Ukifika tu pale unatukuta. Ukitugugo direction itakuonesha UPL Safari ofisi zetu ziko wapi. Na kule maeneo ya Arusha, Njiro na Dar es Salaam Mikocheni. Kwa hiyo haya ni maeneo ambayo sisi utatupata. Tutakufikishia huduma muda wote, na ukitupigia simu, ukiingia kwenye mtandao tu, kuna namba za simu ziko pale, kuna email ziko pale, utatupigia, tutakujibu, tutakuhudumia, sisi ni friendly users. Yaani unaweza ukatutumia vizuri, rafiki vizuri kuboresha huduma yako, hitaji lako la huduma ya utalii ndani ya nchi. Kwa hiyo utalii wa ndani sisi tunaangalia jinsi wewe unavyotaka kuwa, au unataka uhitaji wako unaohitaji kwenye budget ambayo unayo. Sawa, Gabi, unaweza kuacha namba moja pengine kwa sababu kuna mwingine akiswaswadu mtandaoni hata namba za simu. Namba yangu mimi ukipiga tu namba ya ofisi 0758 77 32 32. Hiyo ya kwanza 0758 77 32 32 au 0750 334 334. Hiyo ndio pesa 0750 334 334. Bwana, hao ni UPL Safaris na wewe ni mkurugenzi Gabriel Shaw. Muhifadhi Makole. Ndio. Na sisi pia tuna
mtandao wa kijamii wa Instagram ambao ni hivyo Mpanga Kipengere Game Reserve. Lakini kwa maana ya mawasiliano ni 0785 210 639 0785 210 639. Okay. Sawa jamani, sisi tuwashukuru kwa ujio wenu hapa. Naamini sasa kuanzia hapa tunaanza rasmi ule ushirikiano. Sisi tuna mengi, tuone hivi tuliokuja pale najua kutokea hapo, najua kuna maeneo pale tutaka kujenga uwanja wa mpira pale, wana michezo watakuwa hii mchezo wa riadha hii inaenda kufanyika pale. Nataka nisisitize Mpanga Kipengere ni eneo pia zuri sana kwa ajili ya event tourism. Okay. Kwa maana watu kama wana mambo ya send off, watu wana wedding, wana harusi, birthday, kwa kweli mbele ya zile waterfalls zetu Susani Kimani ni sehemu ambayo hii ni activity ambayo kwa kweli ukija kuifanya pale utaondoka na picha ambayo nikiweka pale sebleni au wapi ni kumbukumbu ambayo kwa kweli ni ya maisha. Hata family days. Wanaweza kutoka na familia ukaenda. Family days za makampuni na nini. Likizo kwa yani wafanyakazi wote unakusanya unawapeleka pale, wataenjoy. Yani there's a lot of you can do. Na hata pia kupeana tuzo, sio kila siku mnapeana tuzo kwenye maukumbi. Mnaweza mkaja pale mnaweka event yenu ya kutoa tuzo kama Dream Media. Bwana mkubwa pale ndo mtangazaji mzuri wa mwaka. Tuzo unaenda kupewa pale in front of Kimani Waterfall. Kitu ambacho ni next ana imagine kwamba hii ni Uganda. Kwa hiyo tunaweza pia tunakaribisha makampuni lakini na taasisi, sababu tunaamini taasisi ni watu ndio wanafanya taasisi inachepua inakuwa. Kwa hiyo tunavotaka tuwatunuku hao watu wetu wanaofanya vizuri. Mpanga Kipengere tunawakaribisha na ni sehemu ambayo kwa kweli ukiyafanya hao staff wako wakirudi mwaka mwingine production itakuwa ambayo triple production. Bwana mimi ni washauri sawa, alisema ataenda kufungia harusi pale maana hataki kuachana na mke wake. Ongezea kitu kingine hapo nimekumbuka hapa pia tuna maji ya baraka. Tuna maji ya baraka, kwa hiyo tunakaribisha watu waje wafanye utalii wachukue maji wapate baraka. Okay. Pia kuongezea cha mwisho pia kwa watu ambao wanataka kufanya bila research. So pia tuna utalii mwingine wa miamba. Tuna aina zote tatu za miamba. Kwa maana kwa pia wanachuo, kwa maana wanafunzi pia ni eneo zuri unaweza ukajifunza. Kwa kuona kabisa kwa macho. Sawa.